huwa nashangaa sana. Kuna siku nilikuwa najifunza siku ya 3 ya uumbaji, nikaanza kujiuliza utamu wa matunda. Yaani Mungu alidesign pela, embe, ndizi, havikutokea kwa bahati mbaya. Watu wanafikiri kwamba eti Mungu naye alikuwa anataja alafu naye anashangaa mti ukitokea. Yaani Mungu anasema iwe miti, alafu umetokea mparachichi, anasema na huu umetokea. Wengi wana hiyo concept wakiamini ilikuwa hivyo. Wanasema kazi ya uumbaji kwa Mungu ilikuwa kubwa sana, kwa sababu kabla Mungu haja hajasema kitokee kitu fulani, ilipaswa Mungu akimalize kitu chote kichwani. Yaani Mungu adesign kila kitu, alafu ndo anasema kitokee, kinatokea. Kwa hiyo unaposikia Mungu anasema iwe nuru, alianza kwanza kuplani, kisha akamaliza, alafu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sijui siku ya pili Mungu akafikiri, akamaliza, akasema iwe anga, ikawa anga. Vivyo hivyo siku ya 3, kusanya maji sehemu moja, ardhi ikatokea. Mungu akasema itokee miti ya kila aina. Tayari miti yote unayoifahamu Mungu alishakuwa nayo kichwani. Kwa mantiki hiyo, mtu mke na mtu mume kabla hawajaumbwa Mungu alikuwa nao kichwani. Natamani uelewe hilo. Tayari Mungu alijua kwamba namuhitaji mtu mwanaume na muhitaji mtu mwanamke. Na nisikilize vizuri, hata duniani tunakoishi huwezi kutengeneza kitu bila kazi. Kinachosababisha kitu kitengenezwe ni kazi. Na kazi kitakachofanya hicho kitu ndio kinakipa hicho kitu umbile. Kwa hiyo umbile la kitu linategemea nini? Kazi gani linaenda kufanya. Ndio maana hata kwenye magari kuna mbunifu alibuni trekta. Trekta ni gari kama lilivyokuwa abudi, lakini trekta lina siti ya dereva na hapa pembeni wanaweza wakakaa 4. Lakini abudi lina siti zaidi ya watu 60 na. Kazi ya trekta lilitengenezwa ili liende shamba. Lakini kazi ya basi libebe abiria kutoka point moja kwenda point nyingine. Kwa hiyo mtengenezaji wa basi kabla hajatengeneza basi alikaa akafikiri, akasema hapana, nahitaji kutengeneza basi litakalobeba watu kadhaa, litakuwa na ukubwa hivi. Then huyu mtu akaanza kutengeneza. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu kwenye sijui namuonea Mungu nikisema hivi, kwenye mind, kwenye akili yake alikuwa na wazo la kuumba binadamu. Mungu hakutaka kuumba binadamu mmoja. Mungu alikuwa anataka binadamu wengi. Lakini kuna neno moja la Kiingereza zuri linasema, kwa Kiswahili wanasema Mungu wetu sio wa instant, sio wa ghafla. Yaani Mungu vitu havitokei ghafla, vina process ya kutokea. Ni kweli Mungu anataka watu wengi, yani anataka millions of people. Lakini katika mpango wake wa uumbaji Mungu akatengeneza foundation. Nataka watu wengi, lakini katika watu wengi naanza na yupi atakayesaidia watu wengine wote wapatikane kutoka kwa huyo. Mungu akaanza na mwanaume. Napenda lugha ya Kiingereza. Ukisoma Biblia ina maneno 3. Neno la kwanza ina neno linaitwa man, M-A-N. Kiswahili tunaweza kusema mtu. Lakini nisikilize vizuri, mtu hana jinsia. Sijui nimeeleweka? Hapa sasa hivi nikisema hivi, mtu mmoja aje, akija mwanamke amekosea, akija mwanaume amekosea. Utakubaliana na mimi, neno mtu halina jinsia. Ukitaka kutenganisha jinsia utaanza kusema hivi, mtu mke, mtu mume. Wenzetu wazungu nimeona wanasema man female na kuna man male. Nisikilize vizuri ninakokwenda. Wakati Mungu ana design taifa, Mungu anasema hivi, nahitaji taifa, lakini taifa nalotaka nilitengeneze, mtu wa kwanza atakaye kuwa responsible, atakaye beba taifa zima ni mwanaume.
Wanaume wenzangu mliokuweko hapa, wanaume kwa Mungu, nilikuwa nasoma leo nikiwa njiani, I was shocked kugundua kwamba kitu kikubwa sana alichopewa mwanaume ambacho ni special kuliko vitu vyote ni kuitwa baba. Kwa sababu mwanaume ndiye source and sustainer wa binadamu wote duniani. Rudi kwenye Biblia yako. Mungu katika Mwanzo 1 fungu la 26, msomaji hatutasoma, inasema hivi: Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano, kwa sura. Umewahi kujiuliza anaposema kwa mfano wetu, kwa sura yetu, anamaanisha nini? Neno lililotumika mfano, image, wanasema ni character. Mtu aliye na tabia kama ya Mungu. Cha pili ambacho Mungu alikisema, likeness. Likeness ni function. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, tumtengeneze mtu aliye na tabia yetu na atakayefanya kazi kama sisi. Mungu yeye anafanyaje? Mungu yeye ni baba, anazaa. Anazaaje? Kwa kuumba, kwa sababu jinsia amezidesign yeye. Kwa hiyo yeye hana haja ya jinsia. Kwa hiyo cha kwanza, Mungu anazaa ama anazalisha. Ndio maana akasema hivi, na muumba mtu. Kwa hiyo ukienda kwenye Biblia yako ukasoma kitabu cha Mwanzo 5 fungu la 1 na kuendelea, utagundua baba yake na Adamu ni Mungu, kwa sababu Mungu alimzaa Adamu. Alimzaaje? Biblia inasema hivi, Mungu alichukua mavumbi ya ardhi, akatengeneza lisanamu, akampulizia pumzi, Adamu akafumbua macho, akawa nafsi hai. Maana yake nini? Mungu baba akamuumba baba. Weka hiyo kitu kichwani, usisahau. Baba akamuumba baba. Mungu ni baba yake na Adamu, alafu Mungu anamwamini Adamu na anampa wadhifa wake. Sijui kama hichi kitu kimeingia kichwani mwako. Mungu anampa mwanaume title yake. Mimi watoto wangu hawaitwi Christina Shoma, wanaitwa Christina Peter. Unafikiri Adamu anaitwaje? Babake na Adamu anaitwa nani? Kwa hiyo Adamu, jina la babake kama angeandikishwa shule angekuwa anaitwa Adamu Mungu. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Mtoto wa Adamu yule mwanamke, mama yetu Eva, naye alikuwa anaitwa Eva Adamu. Ninaogopa kuambia hivi, mwanaume anapokosea akosei yeye na generation inakosea. Sijui kama hii point umeielewa vizuri. Mimi Pastor Peter leo nimebeba generation. Ndio maana Adamu alivyozingua kwenye bustani ya Eden karibu mpaka sisi leo, kwa sababu Adamu ni foundation. Wanaume nisikilizeni vizuri. Wewe ndio msingi. Ukitokea tu crack, jengo limefanyaje? Sasa hebu tuende kwenye crack. Ikitokea ufa likitokea ufa kwenye foundation, maana yake generation yote imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo mwanaume asiyefaa akioa mwanamke anayefaa, maana yake ni nini? Asikiliza hii hatari. Msingi wa matope, alafu juu umenyanyua na tofali. Hiyo nyumba lazima ifanyeje? Lazima ianguke. Kwa nini? Kuna msingi, foundation ni matope. Hata kama matofali ya juu yatakuwa ya block, tena umeweka na nondo na kokoto, lakini kwa sababu foundation haiko salama, ukijenga juu inaanguka. Na ndio maana binti ambaye hujaolewa, be careful kupata mume. Kuwa makini sana kupata mume, kwa sababu mwanaume ndio anadetermine the next generation. Mwanamke adetermine. Msomaji nisomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11 mpaka 12. Naomba na wale watu nilioomba kwa mfano. Wakorinto wa kwanza 11 mpaka 12 inasema, lakini katika Bwana si mwanamke pasipo mwanamume. Lakini katika Bwana si mwanamke pasipo mwanaume.
wala mwanamume pasipo mwanamke. Changamkeni kidogo. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile tujae hapa. Endelea na kusikia, mtu wa Mungu. Vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake kutoka kwa Mungu. Ishia hapo. Nani amesikiliza kati anasoma? Mbinguni mbali. Okay, nasema summary ya fungu alilolisema. Mwanamke alitoka kwa mwanaume na mwanaume alitoka kwa mwanamke. Chill, usinitangulie, twende tu taratibu. Wa kwanza aliyesababisha mwanamke atokee ni mwanaume. Sasa mimi nazungumzia function in creation, usije ukachanganya. Nazungumzia kazi katika uumbaji, sizungumzii kazi katika matokeo ya uumbaji. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Ngoja nikuonyeshe tofauti uone. Kazi katika uumbaji, kazi katika uumbaji. Mungu anataka kutengeneza jengo. Kazi katika uumbaji, Mungu akachagua mwanaume awe foundation. Lakini matokeo katika uumbaji, mwanamke akamzaa Kaini. Tuko pamoja? Kaini ni binadamu wa kwanza kuzaliwa kwa kukaa tumboni miezi 9. Ninahisi, sina uhakika, nahisi Adamu na mkewe wanaweza wakawa hawana vitovu. Jamani, nimesema nahisi, kwa hiyo msiniingilie. Nahisi, sina nini? Kwa sababu Adamu hajawahi kukaa tumboni, mke wake hajawahi kukaa tumboni. Binadamu wa kwanza aliyekaa tumboni mwa mwanamke ni Kaini. Kaini ni matokeo ya uumbaji, usije ukachanganya. Na nitakwambia kwa nini nasema Kaini ni matokeo ya uumbaji. Mungu anaposema mwanaume ni foundation, hazungumzii mwanaume aliyezaliwa na mwanamke, anaanza kuzungumzia kwa nini alianza na mwanaume. Hiyo ndio point naotaka uiweke kichwani. Na unisikilize vizuri, mwanaume haimaanishi wewe ni zaidi ya mwanamke, ila inazungumzwa kwenye kazi uliopewa wewe. Kazi aliyopewa mwanaume sio sawa na kazi aliyopewa mwanamke, na utofauti wetu katika kazi haumaanishi kwamba ni udhaifu. Usije ukaelewa vibaya, sio udhaifu, ila ni Mungu ameamua hivyo. Hata sisi wakina mama mnayetuona hapa, wanaume, hatukutaka kuwa baba wala hatukuwahi kuomba kuwa baba, ila Mungu kwa mapenzi yake akaamua sisi tuwe nani? Baba. Kwa hiyo mimi kuwa baba sio takwa langu, sio ridhaa yangu, sio maamuzi yangu, ila ni plani ya Mungu anapoitengeneza taifa duniani. Plani yake akasema mwanaume atakuwa baba. Ni plani na uchaguzi wa Mungu, sio sisi binadamu. Na ninarudia, haimaanishi mwanaume ni bora kuliko mwanamke, ila mwanaume ndio msingi wa kizazi. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Angalia hawa rafiki zangu niliowaweka hapa mbele. Huyu ni Mungu. Sogea kidogo, mtu wa Mungu. Huyu ni Mungu. Mungu anataka kuanzisha taasisi inaitwa binadamu. Ukisoma Mwanzo 1:28 utasikia zaeni mkafanye nini? Manake Mungu hataki mtu mmoja, Mungu anataka watu. Lakini hawezi kuumba watu wengi, lazima uanze msingi utakaoendelea kutengeneza na matofali mengine mpaka jengo litakapokamilika. Na hiyo ndio tofauti yetu sisi na viumbe wengine. Mungu akamuumba mtu anaitwa Adamu. Foundation. Geukia huko, mtu wa Mungu. Huu ni msingi ambapo Mungu anataka juu ya huu msingi aegemeze vitu vingine vyote. Ngoja nikunong'oneze kitu ambacho hujui. Unafahamu kwamba siku Adamu anaumbwa na wewe uliumbwa, ila ulikuwa kwenye kiuno cha nani? Hello? Let me go deeper. Ngoja nikusurprise. Unafahamu kwamba mwanamke hana mbegu za uzazi? Pastor, unamaanisha nini? Pastor analijua hili. Lugha ya Kiebrania wanaposema Mungu akachukua ubavu, lile neno lilotumika pale linatafsiriwa seli. Mwanaume ana seli ngapi za uzazi? Mwanaume ana seli ngapi za uzazi? Ana X na
sisi wanaume ikachukuliwa X yetu ili azaliwe nani? Mwanamke. Mwanamke hana mbegu, ila hata hizo mnazosema anazo ni zetu. Sijui kama tunaenda pamoja, kwa sababu zilitoka kwa nani? Kwetu. Kwa mimi nikiwasikia wanawake eti tunataka haki ipi hivi, na si wanaume tukiamua tunataka X zetu. Lakini sikiliza tofauti ya mwanamke na mwanaume. Mwanamke hana mbegu za uzazi, lakini mwanamke ana mfuko wa uzazi ambao mwanaume hana, ila mwanaume ana mbegu. Ndio maana mwanaume ni foundation. Kumbe Mungu wakati anamuumba Adamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, alimuumba na mwanamke ndani ya Adamu. Kama unanielewa nipungie mkono. Kwa hiyo anapomuhitaji mwanamke Mungu arudi tena kwenye mavumbi ya ardhi, maana yake tayari alishatengeneza foundation inaitwa Adamu. Mungu anaenda kumtoa mwanamke ndani ya nani? Na ndio maana sisi wanaume ni baba zenu wanawake. Na msitutishie leba, sijui uchungu ni amujui, tulizaa kwa operation. Msituone hivi. Mama, tulizaa kwa operation, haikuwa rahisi. Yaani mtoto wa kwanza ambao ni wewe mwanamke, tulipata tabu sana kukuzaa. Na ndio maana nitafundisha mbele siku zijazo, ndio maana Adamu anapomwangalia mke wake anasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Maana yake nini? Mimi Adamu ndio source na sustainer wa mwanamke, foundation. Mwanamke hawezi kusustain pasipo kuwako kwa Adamu. Ndio maana Mungu sasa anamuumba nani? Mwanamke. Tuko pamoja? Naenda taratibu unielewe. Kuna Mungu Baba, lakini ni baba yake na Adamu. Adamu ni baba yake na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke Mungu babu yake. Ni watu mmenielewa? Na ndio maana mwanamke akikuombea kwa Mungu, kazi unayo. Si unafahamu vijukuu vinavyopendwa na wababu? Ogopa mwanamke akienda, babu, mwanao kanifinya. Adamu kazi anayo. Mwanamke, kitabu cha Wakorinto kinasema hivi, kichwa cha mwanamke ni nani? Nisikilizeni binadamu wenzangu, haizungumziwi utawala, inazungumziwa function. Mungu anapotaka kupeleka taarifa duniani kabla dhambi haijaingia, alikuwa hapeleki kwa mwanamke. Taarifa ilikuwa inatoka kwa Mungu, inakuja kwa nani? Mwanaume ndio anampa nani? Siku mwanamke alipopeleka taarifa kwa mwanaume, tumepata matatizo mpaka leo. Na nisikilize ni wakina mama, nikijifunzaga na familia yangu wa masomo, wakati mwingine mke wangu anakuwa na maswali. Kwa mume wangu mnatuonaje sisi wanawake? Si underestimate, si washushi viwango. Hiki ninachokizungumzia hapa ni plani ya Mungu. Hata sisi wanaume hatukutaka. Yuko hapa alitaka yawe kichwa cha mwanamke anyoshe mkono? Ni Mungu alidesign hivyo. Mungu anasema hivi, mimi Mungu nitafanya mawasiliano na Adamu. Kwa nini? Huyu nimemchagua awe baba, source and sustainer. Mimi Mungu ni chanzo cha mwanaume, mwanaume anapaswa kuwa chanzo cha mwanamke, na kizazi kitakachofanya nini? Na ndio maana narudia tena, leo dunia haidili sana na mwanamke. Mwanamke ni mwanga wa matokeo ya wanaume walioharibiwa. Mimi naangaliaga, sijui kama nanyi mnaangaliaga. Umewahi kukuta tangazo la gari linauzwa si ndio? Umewahi kuona matangazo, poster zinatengenezwa za gari linauzwa? Kwa nini kuna mwanamke wanamwekaga mbele ana nguo zote ila amevaa shoe peke yake? Na utakuta amekaa mbele ya gari kakaa hivi. Ila amevaa nini? Alafu hapa pembeni ndio kuna gari. Tangazo la gari, lakini kuna mwanamke hana nini? Nimekuja kuobserve nikashangaa. Target ya shetani sio mwanamke, target ya shetani ni mwanaume. Ili jengo tukiambua sasa hivi tubomoe, tukitaka tulibomoe kwa urahisi, tunapiga foundation. Jengo lote linaenda wapi?
Ndio maana sasa hivi shetani hadili na mwanamke. Nitakwambia kwa nini wanawake wako kwenye temptation, usio na wasiwasi. Shetani anajua nikitandika mwanaume ndiye anayesababisha kizazi kiendelee. Nikipiga mwanaume nimedestroy taifa zima. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ni foundation. Mwanaume kuwa foundation haimaanishi yeye ni bora kuliko mwenzie. Sasa hapa nitarudi tuzungumze vizuri leo hapa. Lakini ngoja niendelee mbele unielewe. Hapa hatuna mke na mume. Hapa tuna Mungu, tuna mwanamke, tuna mwanaume. Mwanzo 2:18. Watu wanachanganya sana hili fungu. Mwanzo 2:18. Mwanzo 2:18 inasema Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hivi hapo amesema nitamfanyia mke? Hilo fungu losoma, Mungu amesema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia mke wa kufanana naye. Hajazungumzwa mke hapo. Naipenda lugha ya Kiingereza, inasema hivi, and God said is not good for a man to be alone. Nenda katafute maana neno alone. Alone linatokana na maneno mawili ya Kiingereza. La kwanza all, la pili in one. Ndio maana ile neno alone, maana lina all na one. Walipolikutanisha wakaika in one. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Mungu anasema si vizuri mtu awe peke yake. Maana yake sio awe na mkewe. Mungu hataki wewe uishi peke yako. Anataka awepo na mtu mwingine. Kwenye swala la kuwa mke na mume ni maamuzi mkiwa nyinyi wawili sasa. Nani amenielewa nipungie mkono? Kwa mantiki hiyo hatuanzi uke na mume. Tunaanza si vema mtu huyo awe peke yake. Ndio maana Adamu hakuanza kuwa mume, Adamu alianza kuwa baba. Automatically Adamu alianza kuwa baba, hakuanza kuwa mume. Paka mwenyewe alivyomwangalia vizuri mwanae, Biblia inasema wewe ni mfupa wewe katika mfupa wangu. Yale ni maneno kabisa ya kutongoza ya Adamu yani. Ndio inaenda hatua ya pili. Usichanganye alone na single. Mimi nimepata nafasi ya kusoma haya maneno kwa muda kama miezi 9. Neno single maana yake lina maneno matatu ya Kiingereza. Lina separate, unique na whole. Mtu akisema I'm single maana yake yeye ni wa pekee. Hakuna kama yeye na yeye amekamilika. Ndio maana ya single. Lakini angalieni leo sisi tulivyokuwa wajinga. Anayesema niko single hana demu. Nimeongea maneno ya duniani lakini si ndo tuko huko duniani. Leo mtu kisikia niko single maana yake hana msichana na msichana hana mvulana wa kunanili. Lakini kwa Mungu single ni kijana wa kiume aliyekamilika. Hana shida yoyote, ana uwezo wa kuishi, wala hana mpango na mke. Rudi kwenye Biblia yako. Adamu alihitaji kutaka mke? Baba watu alikuwa bize, anaangalia huyu ataitwa tembo, kamepita kakenge. Ataitwa kenge. Mungu mwenyewe naye anamwangalia Adamu, anatoa majina ya wanyama, afu Mungu anaongea. Nilikuwa nafanya research ya hili fungu kujua Musa anaposema si vema mtu huyo awe peke yake, aliona nini? Wanasema hivi, Mungu hakuwa anaongea na Adamu. Mungu alikuwa anaongea na yeye mwenyewe. Lile neno si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mungu alikuwa anasema hivi, plani yangu ya uumbaji bado haijaisha, maana plani yangu nataka wawepo watu wawili watakaonisaidia kuendeleza watu wengine. Musa anasikia kile anachoongea Mungu, ndipo Musa anatuandikia sisi. Mungu akasema si vema mtu huyo awe, lakini sio Adamu. Adamu hakuwahi kutaka mke. Hakuwahi kutaka mke. Wala alikuwa ajui kwamba kuna mwanamke. Tena kama Adamu angetaka mwenzie, angemfuata Mungu kumwambia Bwana niumbie mwenzangu. Wewe unafikiri Adamu angemjua kuna mwanamke? Adamu angesema niumbie mwamba. Kwa sababu Adamu anajiona yeye, hajui kwamba kuna binadamu kama yeye ataumbwa, ila yeye ana chakula cha watoto kikubwa. Hajui kwamba mwanamke atakuwa na maumbile tofauti naye. Adamu hajui chochote kuhusu hicho. Adamu anachojua kakamilika, hana mapungufu, yuko bize. Angalia, ana mahusiano na Mungu na anafanya shughuli zake,
hajioni mpweke, hajioni anahitaji chochote, na shughuli zinaenda. Mungu alipomwangalia Adamu, Mungu kamwangalia Adamu akasema sasa Adamu yuko qualified. Ndipo Mungu akasema si vema mtu huyu awe. Lakini sisi bwana leo tunajaribu wenyewe. Una kinotebook unaandika kabisa velo. Anawahi Sabato, anawahi shule ya Sabato. Lesoni anayo lesoni. Kitabu cha wimbo afai. Hana Adamu hakuwahi kutrabu na hicho kitu. Na nataka uelewe mwanaume sahihi sio anayetafuta mwanamke. Tena kwangu mimi, pindi mwanaume akikwambia anataka mke, ndicho kipindi hafai kuwa na mke. Halo? Yaani ukisikia kidume kisema pastor nimechoka. Nataka sasa ujue kabisa huyo yuko disqualified. Nisikilizeni wadogo zangu. Kwa nini nimesisitiza sana hapa? Kabla hatujaingia kwenye ndoa, sasa hivi duniani hakuna mtu ambaye yuko peke yake. Mfano mimi kwetu tumezaliwa 6. Lakini mama na watoto wake 4, baba na watoto wake 4, tukijumlishwa tuko 6. Nishakuchanganya hapo ulipo. Haya. Mama alikuwa na watoto wake 2 kabla ya kukutana na baba. Baba naye alikuwa na watoto wake wangapi? Kwa hiyo baba na 2 wa kwake peke yake, mama na 2 wa kwake peke yake. Walipokutana wakanizaa mimi na dadangu. Jumla wangapi hao? Haya, kila mmoja na watoto wangapi? Na wauliza kila mmoja na watoto wangapi? Kuna wakati hesabu huaga hazieleweki, ila zina majibu hayo. Baba ana 4, mama ana wangapi? Ila ukitujumlisha wote tuko wangapi? Kwa sababu 2 wanashare wote. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa peke yangu. Munisikilize hapa mnielewe. Na maanisha nini? Tunapojifunza mwanaume ni foundation, hatuna maana mwanaume aliye ndani ya ndoa. Tunazungumzia jinsia ya kiume. Umeoa, haujaolewa. Umeoa, uko mwenyewe. Tunazungumzia wewe ni foundation. Sio eti mwanaume ni foundation akiingia kwenye ndoa. Mwanaume ni foundation hata asipooa. Sifa ya wewe kuwa ndio msingi wa kubeba jengo sio mpaka ukioa. Hata kabla hujaoa. Tuko pamoja? Kwa hiyo haui mume ukioa. Unakuwa mume kabla hujaoa. Unakuwaje mume? Ili Mungu akuachie wewe uwe foundation. Wanaotengeneza haya majengo huwa wanayajaribu. Yaani wakitengeneza foundation wana vipimo na kuna wakaguzi wanakuja. Je, hii foundation inaweza kubeba ghorofa ngapi juu? Hili huyu mwanaume hawezi kuwa foundation, lazima ajaribiwe. Kwa hiyo mwanaume anachokitengeneza kwenye maisha yake ni character. Tabia ipi? Sio tabia yake. Anatengeneza tabia ya nani? Sasa nisikilize. Huyu hajaoa bado. Lakini hapa alipo hajaoa, Biblia inamwambia usizini. Hazini sio kwa sababu wanawake hawapo. Azini kwa sababu ana mahusiano mazuri na nani? Nani ananielewa? Kijana uliokuweko hapa wa kiume kabla hujaoa, unazini au uzini? Niangalie, mbona mniangalie mnaja? Kabla haujaoa unazini au uzini? Maana yake nini? Kijana wa kiume anayezini kabla hajaoa, maana yake yeye mwenyewe hapa alipo, foundation yake huyu Adamu sio tena Mungu. Foundation yake ni nani? Shetani. Tuko pamoja? Ngoja nimchukue mmoja awe shetani. Mungu toka kidogo, nenda pembeni. Foundation ikiwa shetani, sikiliza hii point usisahau. Shetani hajamuumba mwanaume. Shetani ni kiumbe aliyeumbwa, hajui siri ya wanaume ni nini. Shetani anakumisuse, hakutumii unavyotakiwa. Mimi natoaga mfano wa kweli, wenye magari mtakubaliana na mimi. Unavyoliendesha gari lako sio sawa na ukiendesha la mwenzako. Naongopa. Yaani hata mimi inanikutaga hiyo. Gari langu kwenye shimo na ngataga hadi meno. Yaani naingia kwenye shimo kidogo, lakini la mwenzangu unakuta unatia tu gia, bwana wewe twende.
Iko hivyo. Shetani anapomshika mwanaume hamwendeshi inavyotakiwa, kwa sababu haijui product, sio yeye aliyoitengeneza. Kwa hiyo shetani ana instruct anavyotaka yeye. Kwa hiyo kijana wa kiume pindi anapofanya ngono kabla ya kuoa, maana yake sio tena foundation, hapaswi kubeba generation. Kwa mantiki hiyo, wadada mliokuweko hapa, usiolewe na mwanaume kwa sababu ana nyumba. Kuna mwanaume ana nyumba lakini foundation yake sio Mungu. Kuna mwanaume ana gari zuri lakini foundation yake sio Mungu. Kuna mwanaume ni msomi PhD holder, mimi ni mchungaji, lakini nyumbani kwake ndoa shida. Sifa ya mwanaume sahihi utakayeweza kujengwa juu yake ni mwanaume ambaye foundation yake huyo mwanaume ni nani? Na foundation ikiwa Mungu, huyu mwanaume halali na wewe mpaka siku ya anayetaka kukuoa vipi? Mna miezi mingapi ya uchumba? Hapo ulipokaa saizi, anayetaka kukuoa mna miezi 6 Mmeimba kwaya mkuimba? Mnisamee, naongea ukweli mbele ya Mungu. Mwanaume aliyekulala kabla hajakuoa, maana yake hamheshimu nani? Nikuulize swali, asiye mheshimu Mungu aliyeshika oksijeni yake, atakuheshimu wewe? Mabinti nakuuliza, kama Mungu ambaye akiniambia hivi, Pastor Peter kufa chali, huyo sijamheshimu. Ananiambia usizini, naambia ulisema 7 mara 70. Kuna mafungu kwenye Biblia. Mungu anasema usizini, wewe unamkumbusha, ila samee 7, naenda kufanya huo ujinga. Nikishamaliza namshtua, mwamba, huu mwili ni wa dhambi bwana, unaujua wewe mwenyewe. Tusameane bwana, maisha yafanyeje? Lakini bila kujua, kipindi unapofanya ngono kabla ya kuoa, maana yake umedistract character. Maana yake ya pili, foundation inaufa. Foundation ikiwa inaufa, jengo linafanyaje? Yaani mimi Pastor Kiombile sijui, lakini nafikiri imefika wakati hawa vijana wa kiume hawa tuwafunde. Kule kwetu Dodoma kuna wakati tunaendaga polini kabisa kufundwa. Tusipokuwa macho kuwekeza kwa vijana wa kiume, trust me, kizazi kinachokuja ni kibaya sana. Kwa sababu mwanaume yoyote ambaye foundation yake sio Mungu, nitakuja kukufundisha mbeleni. Ndio maana leo watu wanavutiwa. Leo ujiulize kwa nini tuna single parent wengi. Leo mwanaume anaona fahari kufiatulisha watoto ambao halei. Leo ukija kwenye TV, watu maarufu Tanzania ndio wanapromote kuwa single mother. Leo mdada anakaa mbele za watu kabisa sema, mimi mwanaume antishi. Kama kazi ninayo, gari ninayo, nikitaka watoto nazaa. Mimi sihitaji mwanaume. Hahitaji mwanaume, lakini anao wangapi? Anao na nilinao. Yaani akija hapa, mwanaume antishi, mimi simuhitaji. Akishuka hapa usiku, kaenda kwa mwanaume huyo huyo. Anazini ila hana mume. Kibiblia tayari foundation imefanyaje? Nisikilizeni wadogo zangu, wazazi wangu na wakubwa wenzangu. Ndoa haianzi mke na mume. Trust me, ndoa inaanza hapa kabla hawajaoana. Huyu mwanaume anamheshimu Mungu. Huyu mwanaume akimheshimu Mungu, huyu dada akiolewa na huyu mwanaume atakuwa salama. Kwa sababu anaye control kwa huyu mwanaume ni mbingu. Kama mbingu inamcontrol, manake she will be fine. Ngoja niwaambie, mnaziona hizi ndoa zinazokuja kanisani hizi? Kuna wakati wakiwa kwenye gari mule ndo wanaambiana, wakipaki pale unaambia tumefika kanisani, mambo yako siyataki. Kwa hiyo wakishuka hapo wanatutishia, unaona wanapendana, kumbe wanatuigizia. Tasikia paka wanafutianaga benchi, baby kaa. Ibada kisha wakiingia kwenye gari, sogea huko, usinishike, usinishike. Hivi binti ambao hujaolewa, siku ya kwanza ukienda kutongozwa na mwanaume, wewe unaulizaga mambo gani? Sasa angalieni sisi tulivyokuwa wapumbavu. Siku ya kwanza binti anaenda kutongozwa, maswali anaouliza, birthday yako lini? Birthday inahusiana nini na ndoa?
Swali la pili la kijinga, unapenda chakula gani? Hey. Ngoja niwaambie kitu ambacho ulikuwa hujui, kijue leo. Hakuna interview ngumu sana duniani kama interview ya kutongozwa, kwa sababu ndio unatengeneza mkutadha wa maisha yako. Mwanamke, swali la kwanza, jua position ya mwanaume, amesimama kwenye msingi gani yeye? Na mimi nawaambiaga mabinti, mwanaume wa ukweli mjaribu. Nisikilizeni, kwenye kizazi hiki cha wanaume tulionao leo, ukikuta umemjaribu mwanaume kulala naye akakwambia hapana mpaka ndoa, nakwambia we binti, ukirudi nyumbani jifungie mlango, cheza, changamka, luka, umepata mume. Hiyo ndio testi kubwa kuliko zote za kujua huyu mwanaume anamheshimu Mungu. Kama huyu kijana yuko connected na Mungu, huyu binti yuko connected na Mungu, hawa wanapooana, nisikilize, hii ndoa haiwezi kufa. Chagua pale mmoja awe mkeo. Nani? Chagua. Ametenda maajabu. Simama hapa mbele mniangalia mimi. Shike, umeolewa hapa tu kwenye mfano. Mshike mkono. Sasa sio ukitoka hapa uanze unajua yule ni pasta mpaka mafuta. Vijana bwana anaweza akatembelea umo yani hapa. Akitoka akamwambia binti, wewe unajua pasta anaongozwa na nani? Wadogo zangu nisikilizeni vizuri kabisa. Sikilizeni vizuri kabisa hii pointi. Kama huyu mwanaume alikuwa foundation yake ni Mungu, hii ndoa ipo? Sikiliza vizuri. Kama hii ndoa iko salama, kinachofuata baada ya ndoa ni nini? Familia. Watoto waliozaliwa, tujipange hapa watatu. Maana yake hii familia ipo? Sikiliza vizuri, kama hii familia iko salama, kinachofuata ni nini? Community. Jamii, si ndio? Maana yake jamii iko? Acha jamii, baada ya jamii kinachofuata ni nini? Taifa. Tanzania lipo? Sasa angalia, taifa likiwa limeharibika, hatutatui taifa. Shida sio kwenye nini? Tunakuja kwenye community. Shida sio nini? Tunakuja kwenye familia. Shida sio nini? Tunakuja kwenye ndoa. Shida sio nini? Tunakuja kwa mmoja binafsi hapa. Shida ndipo tutakapoitafuta. Sisi hapa kanisani tulivyokaa sasa hivi, si ni community? Humu ndani kuna aina ngapi za watu? Mbili. Mwanamke na. Ukiona kanisa liko corrupted, ukiona ndani ya kanisa kuna shida sio community. Tukitafuta tutagundua shida iko wapi. Mnisamee, naongea ukweli kabisa. Kila kwenye tatizo la ndoa, shida iko hapa. Wanawake hawana shida. Nitakufundisha hapa siku zijazo utashangaa. Shida iko wapi? Kama tukijenga hapa vizuri, hili lote litashikiliwa. Leo ukiona polisi mkorofi ukienda kituoni, ujue shida haiko polisi pale. Haipo pale. Shida iko wapi? Hapa. Huyu baba akiwa tu mshenzi, ndoa yake inakuwa ya kishenzi, watoto wao wanakuwa washenzi, community inakuwa shenzi, taifa linakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nani amenielewa? Sasa nitoe ombi. Tutengeneze hapa kabisa. Mimi nawaambia, mimi kuna wakati naangaliaga taarifa habari, nikipita hapo Ubungo chini naona watoto wamejaa pale wanakula gundi, wametelekezwa na wazazi. Makosa sio yao. Mimi ninaongea na wewe hapa ni evidence. Unajua kwa nini nilianza kusoma mambo ya familia? Mimi nimeanza kusoma sana mambo ya familia nikiwa form 1. Kwa nini? Ngoja nikwambie. Babangu alipomuoa mama yangu, mimi nilipozaliwa, baba alimwacha mama. Nikiwa hata sijijui. Kwa hiyo mama sasa ndio baba, ndio kila kitu. Na ukumbuke pindi baba anapokuwa yuko nyumbani, manake foundation. Mama yuko busy ahangaike sisi tule, tuvae, tayari sisi nyumbani tukaanza kuwa watoto wa ovyo. Mimi unayeniona hapa, mimi nilikuwa muizi mimi. Yaani ukiniacha sebuleni kwako dakika 2 na kuibia.
Mimi unaniona hapa nilikuwa mvuta bangi. Sisemi kwa nia mbaya, na ndugu zangu wananifuatiliaga kwenye mitandao. Sisi hatuna umoja wa familia tuliozaliwa tumbo moja. Mara ya mwisho tumeonana wote nafika hata miaka 20. Hatujawahi kukutana wote as a family hivi. Kosa sio letu. Kosa ni wazazi. Mimi nilipokuwa form 2 nikakaa nikasema no, sihitaji hichi kitu kitokee kwenye maisha yangu. Nikiwa form 1 nikaanza kujifunza. Form 2 nikapanga mpaka idadi ya watoto. Nilikaa mwenyewe nikaanza kutengeneza familia yangu. Niko form 2. Sijui hata namuoa nani. Kile ambacho wazazi wangu walikosea, mimi sijakosea. Familia yangu tuna unity. Nashukuru Mungu kwa watoto nilionao. Nashukuru Mungu kwa mke niliye naye, kwa sababu niliamua mimi kwamba nimejifunza makosa ya foundation, then I'm correcting myself. Kwa hiyo kijana uliokuwa hapa, correct yourself. Haijalishi umezaliwa kwenye familia gani. Sasa nimekupa tu mfano. Mimi pia nimekwambia nilikuwa muizi, navuta bangi, nawaibia akina mama kwenye pochi mkiwa mnagombea gari, lakini kosa alikuwa langu. Kosa foundation alitelekeza mji. Kilichotokea generation, kizazi chake, tukaanza kuwa kenge. Nisikilize vizuri. Umewahi kusikia ng'ombe kazaa chura? We kama kenge utazaa? Iko hivyo. Mungu wangu, ngoja niseme kitu kibaya ujisikie vibaya. Kama mume wako mume aliyekuoa kabla ya kukuoa alilala na wewe, maana yake amheshimu Mungu. Kama aliweza kulala na wewe kabla hajakuoa, kinamshinda nini kulala na mwanamke mwingine akiwa kakuoa? Na kuuliza nini kinamshinda? Kabla sijakuoa nimekulala, maana yake simheshimu nani? Nikikuoa tuko ndani wawili, nalala na mwingine pia. Maana tabia yangu ya kutokumheshimu Mungu haibadilishi na wewe kuwa mke wangu. Maana wewe uliapa kuambatana na kamalaya fulani hivi, makini kabisa. Maana kalikulala kabla akaja kuoa. Kwa mantiki hiyo, unapoingia naye kwenye ndoa, umeingia na muhuni. Na ndio maana unakinywea leo kwenye ndoa. Tena Mungu anisamee. Na wewe mwanamke, kwa nini ulikubali kunanili kabla hujaolewa? Alikulazimisha? Alikushikia bunduki? Kwamba kaka usipokubali na kuua. Alafu eti sasa hivi tunataka tutengeneze ndoa. Ndio maana sasa hivi wadogo zangu ambao hamjaingia kwenye ndoa, mimi naongea hivi na ushahidi. Na miaka 13 ya uchungaji na miaka 24 since nimekuwa Mwadventista Msabato. Ndoa nyingi tulizonazo leo, nyingi, 80% ya ndoa tulizonazo leo hawana furaha ya ndoa. Wanaishi tu kwa sababu hawakuwahi kujifunza hichi kitu. Sasa hivi watu wengi ndani ya kanisa wanakuja tu kuigiza. Watu wana machi paka hapa mbele, walishapiga game miaka kibao. Katika uchumba wa miaka 2, washajuana we mpaka ile siku ya kuoana hawana haraka ya kumachi. Wanawahi wapi? Wako tu, twende babu wetu kawazuge hapa. Tondoke zetu. Wakija hapa mbele wamesimama, wanaapa tu, mimi namtoa huyu mwanaume mwaminifu aliyejichunga na kujitunza. Wewe unafikiri atamachi kidogo kidogo? Lazima umwambie taratibu. Ana haraka. Lakini siku hizi hicho kitu tumepoteza. Alafu angalieni mitandao ya kijamii, nyimbo tunazosikiliza, matamasha tulionayo, audience duniani ina distract watu kuliko wanavyofikiria. Mimi ninaogopa sana hii kizazi hichi. Ukienda TikTok, 90% ya TikTok wana promote ngono. Instagram, 1% kubwa ya vitu vinavyotumwa mule ni ngono. Ukikaa ukaangalia, binti hana nguo, kavaa tu hiki, anacheza, mwanaume uko destroyed. Nisikilize mwanaume, pindi wewe unapopata ufa, jengo litaanguka. Kuanzia sasa, usiruhusu kila kitu ukione. Jiwekee limiti. Wewe ni foundation, unabeba kizazi kingine. Ukiingia TikTok kufuata kilichokupeleka. Leo kijana anakaa na simu yake masaa 4. Yuko TikTok. Anachoangalia ni useless. Hakimsaidia hata kitu hicho. Bila yeye kujua, ana destroy character. Na yeye ni foundation. Anapoharibu yeye tabia yake, huyu mwanamke hayuko salama. Kwa nini hayuko salama? Kakutana na mwanaume ambaye nyuma yuko nani? Njoo shetani baba.
tayari huyu mama hayuko salama. Usalama wa mwanamke unategemea mwanaume yuko kwenye foundation gani. Ndio maana nawaambia wanawake, mwanamke sio kila mwanaume anafaa kuwa mumeo. Be careful. Achana na hizi fashion. Hayo magari unaona nje ni mabati. Angalia mwanaume mwenye misingi aliyekuwepo, ambaye Mungu ndiye foundation ya huyo mwanaume. Niamini mimi, utaenjoy ndoa. Lakini siku hizo wadada, una gari huko anang'ata kucha, una gari nayo. Unafanya kazi gani? Mimi niko TRA. Hapo sawa, tuoane. Unaolewa na TRA na gari. Huyo mtu unamjua ni wa aina gani? Nani amenielewa? Nipungie mkono. Naomba leo tuishie hapa. Asanteni sana wadogo zangu. Naomba nitoe ushauri. Mnaweza kwenda tu, asanteni na kesho tena. Naomba nitoe ushauri. Vijana wa kiume, wakina dada tutazungumza huko, lakini mimi najua wanaume wakishakuwa salama, wakina dada mtakuwa salama. Kwa sababu hebu imagine vijana wote waliokuweko hapa wa kiume wanaanza kuishi makusudi ya Mungu. Kuna dada ambaye atachezewa ndani ya kanisa? Kwa sababu hawa vijana ni baba, watakuwa protector, wataanza kuwalinda wanawake. Na wanawake mtakuwa kwenye mikono salama. Lakini kama kijana wa kiume yuko kwenye mikono ya Mungu, trust me, jiandaeni, kazi mnayo. Mimi niwaombe, niombe kanisa la Ubungo Hill. Hebu vijana, let us change our mindset. Shetani ameishika hii dunia, mimi mpaka naogopa. Mnafahamu tamthilia? Sehemu kubwa tamthilia nazungumzia nini? Mapenzi. Na ukitoka hapo unataka yale mapenzi ya tamthilia yatokee wapi? Kwako. Wale wanaigiza. Mwanaume aligombana na mwanamke, yule mwanamke akakasirika, akakimbilia baharini, akawa anaangalia bahari. Ghafla yule kijana wa kiume akatokea nyuma yake, akamkumbatia. Eti na wewe umegombana na wakwako, mimi nakwambia unakimbia baharini. Unasahau ile ni nini? Hebu tusiishi kwenye assumption. Trust me, tuishi kwenye real life. Hebu kuanzia leo usiishi kwenye maigizo, ishi kwenye maisha hasi. Eti leo mtu kaona mtu sijui kwenye hizo tamthilia, amelia, amepewa leso, naye yuko mbele ya mchumba wake. Kidume kimekazana, pole. Ndo unipi leso. Kisa umeona kwenye nini? Mimi niombe, hebu anza kuishi maisha halisi. Mwanaume, anza kujitathmini mwenyewe, tengeneza mahusiano yako na Mungu, jiwekee limiti. Unapojiengage kwenye mahusiano, mfanye yule mwanamke hata awe proud na wewe. Mfanye yule mwanamke aone amepata bahati. Mfanye yule mwanamke aone wewe ni dhahabu. Lakini leo ndani ya kanisa kijana wa kiume na kijana wa kike wanalala wote, na asubuhi wako hapa na mmoja ni muimbishaji, yuko hapa mbele, piga banda. Na jana hajalala kwao. Alafu kako hapa mbele. Na huyo aliyelala naye hapa kanisani anamwambia mwenzie ili akujue. Utakuta anamkanyaga. Wale wanakuwa yeye kushoto, wa kwanza, wa pili, wa tatu, kwisha. Wewe mwenyewe uko hapa, Yesu ameniokoa. Jamaa anaambia wa kwanza, wa pili, wangapi? Kwisha. Hivi unafikiri mtoto wa kike hiyo ni fahari kwako? Ni disrespect. Mimi niwaombe, hebu thamini mwili wako. Hakuna kitu kikubwa duniani unachopaswa uinvest kuliko kitu chochote kama mwili wako. Lakini leo mtu ana uwezo wa kukupa mwili wake ila hawezi kukupa simu. Yaani binadamu mimi nafikiri tumekuwa zaidi ya machizi. Eti simu, chombo kilichotengenezwa na binadamu, hakupi. Hii ni simu, ina password, kila mtu na simu yake. Ila mwili wake anafanyaje? Kwa hiyo mwili hauna thamani, simu ina nini? Mimi niwaombe mabinti mliokuweko hapa, kuanzia leo anza kukuza thamani yako. Kijana wa kiume, anza kukuza thamani yako. Alafu jijue kabisa, yani weka akilini mwako hivi, najizungumzia mimi. Na mimi ni mtu, kuna wakati nikiwa tempted na dhambi, concept kubwa inayokuja kichwani inaniambia hivi,
mimi ni source and sustainer. Kosa nalolifanya mimi halina matokeo kwangu tu, lina matokeo na kizazi kinacho iko tu kinanifanya no, I can't do this. Hapana, siwezi kufanya hichi kitu. Kwa nini? Mungu ananitegemea kutoka kwa Pastor Peter John atengeneze generation itakayokuwa baraka duniani, na kwa sababu hiyo siwezi kumwangusha Mungu. Naomba vijana wa kiume, na waomba, anza kuishi maisha hayo. Jiwekee limits. Ukienda kwenye social media, jiwekee limit. Hiki sihitaji, hiki nitaona, hiki sitaki, hiki nitaangalia. Ukiweka misingi hiyo, maana yake unajimoldi kuwa na mahusiano na Mungu, na pasipo wewe kujua, pindi unapojimoldi kuwa na mahusiano na Mungu, automatically kuna kabinti katoto kama mzee Nanli kanaandaliwa mume salama. Kako huko Geza Ulole, hakajui chochote. Lakini wewe mwanaume unapoinvesti, yule binti yuko salama. Angalia kinachotokea. Mwanaume alimzaa mwanamke kwa operation. Sikiliza vizuri. Mwanaume akiwa mwaminifu kwa Mungu, akakutana na mwanamke, mtoto wa kiume atakayezaliwa na huyu mwanamke atakuwa mume bora. Kwa sababu baba yake yuko kwenye foundation ambayo ni nani? Maana yake mbegu inayozalishwa inamzaa kijana mzuri wa future kwa kizazi kinachokuja. Kwa sababu gani? Baba alikuwa mwaminifu, mama alikuwa mwaminifu, wamelea mtoto katika misingi bora. Huyu mtoto aliyezaliwa naye atakuwa baraka kwa mtoto mwingine na mtoto mwingine na mtoto mwingine. Hilo ni ombi kwa vijana wa kiume na wa kike. Na mimi niwahakikishie wadogo zangu, tuna uwezo wa kuishi duniani na tukaishi tofauti na wanavyoishi duniani. Tuinamishe.